mtu ajifunze lugha ya alama kwa lengo la kuweza kuwasiliana na jamii ya viziwi, kwa sababu viziwi wengi wana shida ya mawasiliano na wanashindwa kutatua matatizo yao kutokana na kukwama kwa lugha ya alama. Kwa fahamu sehemu za shule, mfano, inatakiwa lazima walimu wajue lugha ya alama. Wakati wa ibada tunataka mtu awepo pale mbele atafsiri lugha ya alama. Tunamhitaji hospitali kuwa na mkalimani ili na sisi tuweze kupata ugumu kwa watu katika. Mimi sijaona ugumu wowote. Ugumu ni mambo ya kibajeti ambao watu tungependa watu wafahamu lugha ya alama, lakini taasisi zinatakiwa ziandae ili wafanyakazi na watu wengine waelewe lugha ya alama. Mwitikio wa jamii katika kuitikia kujifunza lugha. Mimi kwa mfano kanisa la Moravian nimepata mwitikio mkubwa, na ndio mara ya kwanza nimeona kiukweli kuhusu lugha ya alama, na utaratibu aliofanya ni mzuri sana. Naona washiriki wametoka sehemu tofauti tofauti, Chunya, Kilindi na sehemu zingine zote. Kwa tunaamini sehemu hizo kama viziwi wapo na of course wapo, lazima watafanya, na tunawapa hongera sana kanisa la Moravian. Njia zipi mnazitumia katika kukuza hii lugha ya alama? Kwanza, kukuza lugha ya alama tunatumia njia za kuhamasisha jamii kwamba na kuwapa umuhimu wa kutumia lugha ya alama, kwamba hiki sio kitu kibaya, kwamba lugha ya alama anaweza kutumia mtu yoyote, sio lazima kiziwi, na mtu mwingine yoyote anaweza kutumia lugha ya alama. Kwa mfano sisi unavyotuona sisi jamii ya viziwi tunahamasisha watu watumie lugha ya alama, iwe maofisini na sehemu nyingine yoyote. Jamii na kutazama na kusikiliza kipi cha kuambia. Mimi nataka niambie jamii, ndani ya mawasiliano ambao wanayajua hasa ya viziwi, wanatakiwa kutumia lugha ya alama, lakini kubwa wanatakiwa tuthamini sisi kama binadamu, wasitutenge katika mambo mengi yanayohusisha maamuzi na kutukaribisha kwenye vikao ambavyo tunaweza tukaichangia nchi yetu katika kukuza uchumi, na lugha ya alama ina umuhimu katika jamii yote pamoja. Tumia fursa hii pia kuiomba serikali kuweza kupata chochote kuhusiana na kukuza lugha ya alama. Mimi nataka niombe serikali kusisitiza katika taasisi zote kwamba lugha ya alama iwe ni sehemu inayotumika sehemu zote, kuanzia taasisi za serikali, polisi, hospitalini, mahakamani, polisi kama nilivyosema, na sehemu zote muhimu za serikali, kwa sababu huko ndiko tunakokwama kupata mahitaji yetu na tunakwama kupata haki zetu. Hii lugha ya alama ni muhimu katika jamii ya kawaida. Ndani ya jamii lazima watu wajifunze. Hata mwandishi wa habari unaweza kujifunza lugha ya alama ili uweze kuhoji moja kwa moja badala ya kutumia mkalimani. Asante sana. Jina langu mimi naitwa James Lamek. Mimi ni mkufunzi wa lugha ya alama katika Chama cha Viziwi Tanzania. Faraja Mbwile. Mimi ni mkalimani, na kama ulivyouliza tunaiomba na tunaiasa jamii wakati wote ijue lugha ya alama, na ndio maana nakuta leo tumeanzia darasa katika hiki chuo cha Moravian. Lengo ni lile kwamba viziwi ni watu kama watu wengine wa kawaida, na lugha ya alama ndio inayotumika kama njia ya mawasiliano kwao. Kwa hiyo jamii ikijua lugha ya alama, manake itarahisisha mawasiliano kwa hawa ndugu zetu wenye ulemavu wa kutokusikia. Kwa hiyo utaanzia kwenye jamii, utaenda makanisani, utaenda hospitali, vituo vya polisi, watakuwa na wenyewe wamerahisishiwa mawasiliano kama walivyo watu wengine wa kawaida kabisa hapa duniani. Mwitikio umekuwa vipi hasa katika
kushika kile ambacho mnakifundisha? Waandishi wa habari wenyewe mmeona mwitikio umekuwa mkubwa, na sisi hatukutegemea. Watu wamekuwa na hamu kama alivyosema katibu mkuu wa jimbo hili kwamba anawaomba na anawaasa hawa baadhi ya walimu ambao wakisoma hii lugha na kuielewa, maanake watarahisisha mawasiliano ya watu wenye ulemavu wa kutokusikia madarasani, waweze kusoma na waweze kuelewa badala ya kutegemea watu wachache ambao wanaelewa hii lugha ya alama. Kwa hiyo mwitikio wao umekuwa mkubwa na sisi tunashukuru, wamekuwa na uelewa. Kwa siku ya kwanza wameleta matumaini makubwa. Ndani ya siku 10 tunajua kuna kitu ambacho kitafanyika na tuna imani wote watafanya vizuri na watafaulu. Jamii inakusikiliza kupitia Baraka FM na kipi cha kuambia kuhusiana na lugha ya alama? Hakika tunaitaka jamii na tunaiomba kwamba lugha ya alama ni lugha kama zilivyo lugha zingine kabisa. Kwa hiyo tunachowaomba wanajamii, kwanza waweze kuwathamini hawa watu, waonekane na wenyewe ni binadamu, ili pale wanapopata changamoto wakielewa lugha ya alama, nadhani watawasaidia na hawa watu watasaidika kama wanavyo binadamu wengine wa kawaida. Asante sana.